Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Watumishi wa Mungu, niwaombe sana, niko chini ya nyayo zenu. Semeni yale mlioyasikia kutoka katika kiti cha enzi. Semeni yale ambayo Mungu amewapa kuyanena kupitia Roho Mtakatifu. Sio yale ambayo tunawaambia sisi wanasiasa. Hapa nilipo mimi ni mwana CCM. Nitakwambia mambo ya chama changu. Atakuwepo mwingine wa chama chake, atakwambia mambo ya chama chake. Lakini ili wewe upate kibali mbele za macho ya Mungu, yatamke yanayotoka kwenye kiti cha enzi, kwa kuwa ndani yake yana uponyaji. Kama ambao tunaambiwa neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili. Hutanipendelea mimi wala hutampendelea mtu wa chama kingine, bali utasema mambo yaliyotoka kwenye kiti cha enzi cha mwajiri wako. Hapo utaliponya taifa. Huwa najisikia vibaya sana sikukuu zetu, hasa sisi wa Kristo, zinapobadilika, badala ya kuelezea habari ya Kristo zinaelezea habari ya uchaguzi na siasa. Utasikia tu magazeti yamejaa viongozi wa dini ya Kikristo wakemea, walani. Lakini yote yanayolaaniwa na kukemewa ni matokeo ya dhambi. Sababu dhambi inazaa mauti. Asi tupambane na hii dhambi ili ya matokeo asifanye nini? Kama kuna viongozi wanakosea, ni waumini wetu, wako makanisani, wako misikitini. Tutumie nafasi hiyo kuwaonya, kuwafundisha, kuibadilisha mioyo. Na ndio maana wanapenda neno la mwisho nimalizie katika kitabu cha Ezekieli. Anasema, nami nitatia Roho wangu ndani yako. Kwa nini anatia Roho wako? Sababu anasema nitang'oa moyo wa jiwe, nitatia roho ya nyama, nami nitatia Roho Mtakatifu atakaye kutarakaisha kuyashika yaliyo yote, ili kuyafanya yale mapenzi ya Mungu. Tumuombe Mungu ang'oe moyo ya jiwe, aweke nyoyo wa nyama, aweke Roho wake Mtakatifu, ili sisi waumini tuyafanye yale yote ambayo Mungu anayataka. Mtakumbuka miaka ya nyuma hapa Arusha, kuna mtoto alienda kumchimbia mama yake kwenye chemba hapa Arusha. Hasa fikiria huyu mtoto angepata nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa, angefanyaje? Kwa hiyo unaweza kushangaa unapambana na serikali, kumbe kuna mtu inabidi atengenezwe ili akiingia